Ikiwa leo ni Juni 16 mwaka 2025, msikilizaji na mtazamaji wa Sky 4 Media, karibu sana tuweze kufahamishana kwenye matukio makubwa ambayo yanajiri na yanayoendelea nchini Tanzania. Na leo kubwa zaidi inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini pamoja na uchochezi, na leo Juni 16 amefikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza shauri lake ama kesi yake inaendaje. Na tunakumbuka kwamba kesi hiyo kwa mara ya kwanza baada ya kusikilizwa iliahirishwa, na baada ya pili pia wakasikiliza wakaiahirisha, na leo kwa mara ya tatu inasikilizwa kwenye mahakama hiyo. Na kwa upande wa mawakili kutoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, waliomba mahakama wafanye haraka kukamilisha uchunguzi na ikiwezekana wamwachilie huru Mheshimiwa Lissu, kwa sababu inaonekana hana kosa, hana hatia kuhusiana na kile ambacho kimemtia mbaroni. Pamoja na mambo mengine, jaji wa mahakama hiyo aliwaomba mawakili upande wa serikali kuhakikisha wanafanya haraka uchunguzi wa ukamilishe ili haki iweze kuchukuliwa. Na tunakumbuka chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hivi sasa ama hivi karibuni wamekuwa na shinikizo kubwa sana na changamoto nyingi ambazo zimekuwa zinawakumba kuhusiana na shughuli zao za kisiasa. Na tunajua kabisa msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania aliweza kusitisha ruzuku kwenda kwenye chama hicho, lakini pia Chadema waliambiwa viongozi walioko madarakani walikuwa batili, hawakupatikana kwa haki, viongozi ambao walipatikana Januari 22 mwaka huu, na msajili wa vyama vya kisiasa akasema hautambui uongozi huo kutokana na mashinikizo mbalimbali ambayo viongozi na wanachama ambao wamehama chama hicho wamekuwa wakifungua kesi kuhusiana na Chadema kwamba kuna uhalakini unaendelea ndani ya chama hicho. Lakini si hivyo tu, na tunakumbuka juzi kati Chadema pia walipigwa stop kufanya shughuli zao za kisiasa kwa muda wa wiki mbili, wakisubiri shauri lao lisikilizwe ama kesi yao isikilizwe mahakamani, ambayo baadhi ya viongozi kutoka upande wa Zanzibar ambao ni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walishtaki ama walienda kukata rufaa kudai haki ya mgawanyo wa rasilimali fedha, na kwamba Zanzibar inaonekana inatengwa kwenye mpango wa kugawana kwenye fedha. Lakini Chadema ni kama walilichukulia kwa uzito, wakasitisha shughuli zao, na sasa wanasubiri kesi yao iweze kusikilizwa ili kujua nani ana haki kwenye hilo. Lakini Mheshimiwa Heche alinukuliwa na chombo cha habari kimoja alipohojiwa, alisema hizo ni hila tu za watawala kuhitaji kudhoofisha demokrasia na watu wanaoipigania haki, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mambo yako mengi sana, na Mheshimiwa Lema tunakumbuka alizuiliwa kwenda nchini Kenya alipokuwa anasafiri kwa ajili ya matibabu. Alizuiliwa kwenye mpaka wa Namanga, akarudishwa na baadaye alienda kuhojiwa na Wizara ya mambo ya ndani pale makao makuu Dodoma, lakini taarifa bado hazijatoka kwamba hatua gani ambazo zimeweza kuchukuliwa kwenye jambo hilo la Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema, ambaye pia ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Bali na kwamba viongozi wengi na wanachama kuhama, Chadema bado imeendelea kuwa imara na kampeni yao ya no reform no election, na tunaweza tukasema imara kwa sababu tunaona kwenye mikutano yao ambayo wanaifanya ya hadhara namna ambavyo watu wanajaa, wanaunga mkono, wanatoa tone kwa tone, wanachangia kwa wingi. Kwa mfano Dodoma zaidi ya milioni 2 zilipatikana. Hiyo ni kuonyesha kwa namna gani pia hamasa yao na kampeni yao imewafikia watu na wameipokea vizuri. Lakini pamoja na hivyo, hivi karibuni kukawa kumeibuka na wimbi baya la kuvamiwa na kufanywa vurugu kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanapofanya mikutano yao. Tulianza kushuhudia pale Dodoma ambapo Mnyika alipopanda jukwani wakati akiwaomba wananchi kuunga mkono kusema no reform no election, baadhi ya watu waliibuka na kusema kama Oktoba tunatiki. Hii haikuwa jambo baya kuonyesha watu wanatiki, lakini watu wakawa wanafanya vurugu. Walifanya vurugu ambazo hazikuwa na athari kubwa sana, lakini hazikuwa na tija kwenye mikutano ya hadhara. Walipoenda pia Igunga, baadhi ya watu walifika wakaanza kuleta vurugu, na kwenye picha zinaonekana watu wakifanya vurugu pale, wakirushiana ngumi na nini. Lakini pia walijitahidi viongozi wa Chadema waliwazuia, pia polisi ni kama hawakuonekana sana. Mheshimiwa Heche aliamua afunge safari kwenda kwenye kituo cha polisi. Mtu huyo ambaye alijitambulisha mkuu wa kituo cha polisi pale Igunga alizungumza na Mheshimiwa Heche akaisha, na yeye alipongeza kazi ambayo wanaifanya Chadema
lakini baada ya siku 2 baadaye yule mtu ambaye alijitambulisha kwa Heche kwamba yeye ni mkuu wa kituo pale Igunga cha polisi alikamatwa na jeshi la polisi kwamba alidanganya yeye hakuwa ni mkuu wa kituo. Kwa hiyo kumekuwa na danadana nyingi sana, na yule mtu ametiwa kwenye mikono ya sheria, na Richard Abwao, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, alithibitisha kutokea kwa tukio hilo na kwamba mtu huyo walishamkamata kwa ajili ya mahojiano zaidi. Chadema walifika pia Nzega wakafanywa vurugu, wakaenda Tabora mjini pia wakafanywa vurugu, na ndipo tamko rasmi likatoka la kwamba Chadema wasitishe shughuli zao za kisiasa kwa muda ili kupisha kesi ambayo viongozi wa Chadema upande wa Zanzibar walifungua kuhusiana na kuhitaji mgawanyo wa rasilimali fedha. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanaendelea kwenye mambo ya kisiasa nchini Tanzania, hasa yakiwahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini kubwa zaidi ambalo leo nchi na dunia inafuatilia ni kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu kuhusiana na makosa yanayomkabili ya uhaini pamoja na uchochezi. Sasa hivi kesi hiyo inalindima. Mambo yatakuwaje? Leo jambo litaisha au mambo bado yataendelea tena kupigwa tarehe yetu macho na masikio? Lakini mahakama yenyewe ilijitanabaisha kwamba kwenye hili itasimamia haki, kuhakikisha upande ambao watakuwa na haki basi haki yao wanaipata bila kuwa na kipingamizi chochote. Hii ni Sky4 Media. Endelea kufuatilia.